Kimani Ichung'wah ajawa na wasiwasi baada ya upinzani kutangaza kuwa tarehe 25 mwezi huu kutakuwa na holiday. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah ametoa onyo kali kwa viongozi wa upinzani akiwatuhumu kwa kupanga kutumia siku iliyopendekezwa ya mapumziko ya Juni tarehe 25 kama chombo cha kuchochea vijana dhidi ya serikali ya Rais Ruto. Akizungumza mnamo Juni tarehe 7 mwaka huu, Ichung'wah alisema kuwa harakati hizo zina nia ya kugawanya taifa kwa misingi ya kizazi, jambo ambalo serikali itakubali kamwe. Mbunge huyo wa Kikuyu alisisitiza kuwa matukio ya kusikitisha yalijitokeza Juni tarehe 25 mwaka jana na hayapaswi kutumiwa kama nyenzo ya kisiasa. Alieleza kuwa hata kama maisha ya Mkenya mmoja yalipotea, hilo ni jambo la kuomboleza, si la kufaidika kisiasa. Aidha, alikemea vikali juhudi zozote za kueneza mgawanyiko wa kizazi miongoni mwa wananchi, hasa vijana wa Gen Z, akionya kuwa taifa linahitaji mshikamano badala ya mafarakano. Ichung'wah pia alifafanua kuwa mamlaka ya kutangaza siku ya mapumziko ya kitaifa iko mikononi mwa serikali pekee na kupitia Wizara ya Usalama wa Ndani na Utawala wa Kitaifa. Kwa hivyo, juhudi zozote za kutangaza siku ya mapumziko nje ya utaratibu wa kisheria ni batili na zinaweza kuvuruga utulivu wa kitaifa. Kauli hizi zilijiri kufuatia wito wa viongozi wa upinzani akiwemo aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua pamoja na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, ambao walitaka Wakenya kususia kazi tarehe 25 Juni, na viongozi hao walitangaza tarehe hiyo kama siku ya mapumziko ya heshima kwa vijana wa kizazi cha Gen Z waliouawa wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Na katika maandamano hayo yaliyotikisa jiji la Nairobi na maeneo mengine ya nchi, waandamanaji walivamia bunge huku wakitaka kusalimia ama kuwasilisha malalamiko yao kuhusu ongezeko la ushuru na sera kandamizi za kiuchumi. Hatua hiyo ilizua ghasia ambapo vikosi vya usalama walifyatua risasi na kusababisha vifo vya takriban watu 5, wengi wao wakiwa vijana. Kalonzo Musyoka alipokuwa akihutubia mikutano ya hadhara katika kaunti ya Taita Taveta, alieleza kuwa siku ya Juni tarehe 25 itakuwa ya kumbukumbu na mshikamano kitaifa kwa ajili ya vijana waliopoteza maisha yao wakipigania mabadiliko. Alipendekeza siku hiyo iitwe siku ya ukombozi wa Gen Z kama ishara ya heshima kwa harakati za vijana hao zilizolenga kulikomboa taifa kutokana na uongozi usiojali maslahi ya wananchi. Maandamano ya mwaka 2024 yaliongozwa na kizazi cha vijana waliounganishwa kupitia mitandao ya kijamii bila kiongozi wa moja kwa moja. Walikuwa wakidai mabadiliko ya kimfumo, uwajibikaji, fursa za ajira na vilevile kusitishwa kwa utawala waliouita wa kihuni na wenye kupora wananchi. Kwa upande wa serikali, Ichung'wah alionya kuwa haitavumilia jaribio lolote la kuingiza siasa katika kumbukumbu ya tukio hilo, na akasisitiza kuwa majaribio ya kuanzisha mgawanyiko wa kizazi hayana nafasi katika taifa la kisiasa na taifa la sasa linalotaka maendeleo ya pamoja.